Juzi tulipokuwa Uondwe Mtambwe, mkoa wa Wete na hasa jimbo la Kojani, kwa kazi nzuri walofanya, walituletea maskani nzima CCM ikahamia kwenye ACT Wazalendo. Maskani hii imetoka katika kijiji cha Kambini Kichokochwe kwa mwenyewe almarhum mzee wetu mzee Hator, Mwenyezi Mungu amrahamu, na jina lake kiitwa Bandamaji, na hao wako zaidi ya 80. CCM baada kulizana, manake Dimwa yupo hapa na Mbeto wanapita wakilia huko, wanazunguka hawajui kumekuwaje hapa. Hapa mara hii Dimwa wala Mbeto huku Pemba hawana asili ya kucheza Kilua wala Benibati. Hawa mara hii wanashughulika na moja tu, kumkabidhi Othman Masoud Othman nchi Oktoba tarehe 25. Sasa jana CCM wamekwenda kundi lote kuwanyang'anya TV na kingamuzi. Wamekwenda kwa shangwe kuchukua TV yao ya nchi 40 na kingamuzi chao. Mjumbe wa kamati kuu na mwakilishi wa jimbo la Kojani ndugu Hassan Hamad bin Omar ameahidi TV ya nchi 55 na kingamuzi cha Azam, na tutakimaliza kwa shangwe kule. La pili, juzi tumemsikia pale mjini pana mkuu wa mkoa anaitwa Kitwana. Anaitwa? Amewaita waandishi wa habari Kitwana huyo. Ngoma namba hazisomi mara hii, hazitosoma, maisha yenu mnaondoka kesho kutwaje. Anawaambia wafanyakazi walio chini ya mkoa wake mjini wote wapeleke vitambulisho vyao vya kupigia kura. We Kitwana, we una mamlaka epi ulopewa mkuu wa mkoa kikatiba au kiutaratibu wako wa kazi kudai kitambulisho cha mpiga kura cha mwananchi cha raia? Eti hawa wampelekee, maana nataka kujua walioandikishwa hajapiga kura, manake Dr. Mwinyi agewe kura. Hana kura mtoto mkuranga we Kitwana. Sasa la kushangaza, hii tume ina mashaka makubwa kabisa. Inaongozwa na jaji anayeongoza tume hii. Maneno yote ya Kitwana, basi hata mwenyekiti kusema we Kitwana we, hii kazi si yako, wamekaa kimya. Sisi tunawaambia wafanyakazi wote, si wa mkoa wa mjini tu, mikoa yote ya Unguja na Pemba, akitokeza mkuu wa mkoa mwingine kama huyu asiyejitambua, wasipeleke chochote kwake, hata kumuonyesha sura yake. Kwani uandikishaji huu umefanyika, vitambulisho vishatoka? Nauliza, ule uandikishaji wa tarehe mosi Februari mpaka tarehe 22 huko, watu washapewa vitambulisho? Upewe nini we Kitwana? Njoo uchukue changu mimi hapa kama una hodari we. Tunaendelea. Limlete simlete? Namleta kwa dakika 3 mratibu wa chama ndugu Rashid. Tafadhali njoo jukwaa hili kwa dakika zangu 3 uzungumze na uongozi huu na umma huu uliko hapa. Karibu kwenye jukwaa. DJ mlete. ACT Wazalendo, mabadiliko na wazi, Shusha Tanga, safari.
Asanteni sana. Ndugu mwenyekiti wetu wa taifa na makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, ndugu makamu wa mwenyekiti wa taifa kwa upande wa Zanzibar, ndugu naibu katibu mkuu kwa upande wa Zanzibar, mama yetu Zainab, ndugu wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu wenye viti na makatibu wote wa mikoa na majimbo, ndugu wabunge na wawakilishi mliopo, itifaki imezingatiwa. Kwanza tushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na kutujalia kuja hapa. Lakini pia tunatakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi niwakumbushe kwamba tumebakia miezi mitano ya kufikia uchaguzi mkuu wa serikali ya Zanzibar. Uchaguzi huu unajumuisha rais wa Zanzibar, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na wawakilishi na madiwani. Ikumbuke kwamba toka mwaka 95 tunashinda. Mwaka 2000 tumeshinda. 2005 tumeshinda. 2010 tumeshinda. 2015 tumeshinda. Na 2020 tumeshinda. Mimi sina wasiwasi kwamba na mara hii tutashinda zaidi ya mara zote. Sina wasiwasi. Mheshimiwa Othman kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuwa rais wa Zanzibar. Lakini sasa kuna tatizo dogo. Hii inabidi tulishughulikie vizuri. CCM wanawatumia vyombo vya dola na wanaitumia tume kuleta dhulma ya nchi hii. Kwa hiyo mara hii ni lazima tupambane, na kama ni usalama tupambane nao vivyo takavyokuwa. Tuwaambia vyombo vya dola watu waachie CCM tupambane. Wakijiingiza basi tunaanza mchezo. Sawa? Na akikusukuma polisi kama nilivyosema tume, na wewe msukume, kwa sababu hawana sheria kukusukuma. Wakikupiga na wewe mpige, kwa sababu hawana sheria kukupiga. Na wakiua, huyo aliyeuliwa atakuwa hayupo, lakini waliopo wamuue aliyeua. Hiyo ndio taratibu tukokwenda. Haiwezekani vyombo vya dola mmepewa silaha, silaha hizo zimenunuliwa na wananchi, mnalipa mshahara na wananchi, halafu mnatumia silaha hizo kukuua wananchi wako. Huu ni upumbavu na ujinga kabisa. Ni ujinga kabisa. Silaha umepewa na wananchi, mshahara unapewa na wananchi, halafu silaha hizo unazitumia kwa kuua wananchi wako. Kwa nini? Unataka madaraka. Mara hii wa Zanzibar ndio mwisho. Ndio mwisho kabisa. Mara hii kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu lazima tutawale nchi hii. Hakuna kutuzuia. Na dalili zote zinaonekana kwa Mheshimiwa Othman atashinda kwa kura ambazo ni mfano katika vipindi vyote. Kwa hiyo hii hatusemi kwa kujistarehesha. Tunasema kwa uhakika. Wasione kama ile kwenye jukwaa tu. Hii ni uhakika. Kama ni kuua, basi ataniua mie mwanzo. Sawa? Sawa?
Pemba, mimi ni mratibu wa Pemba, chama Pemba. Kwa wakati huu ataniua mimi mwanzo. Lakini haturuhusu ujinga huu. Sawa? Mko tayari? Mko tayari? Asanteni sana kunisikiliza. Makofi mengi kwa mratibu wa chama Pemba, mjumbe wa kamati kuu, mjumbe wa halmashauri kuu, mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Ongeza makofi kwake mengi mno sana kabisa. Sisi hatuna mambo ya kitwana. Mambo yetu ya kiungwana tu sisi. Kabisa tumenyoka hivi. Nimlete simlete? Nimlete simlete? Nataka kumleta mjumbe wa kamati kuu. Tena mama huyo. Nataka shangwe kweli kweli hapo. Sawa? Mama Hadija Anwar, njoo hapa kwa dakika 3 hapa ujizungumzie hapa naomba. Mlete DJ, mlete mama. It's the voice of money girl. ACT Wazalendo, Zanzibar mpya 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni rais wetu mtarajiwa miezi michache mbele iliyobakia inshallah. Ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu, ndugu naibu katibu mkuu, wajumbe wa halmashauri kuu na kamati kuu, first lady wetu mama Zainab, wanachama wenzangu wote, mabibi na mabwana, itifaki na izingatia, assalamu alaikum. Hamjambo? Mwabesa? Tulisema 2025. Tunaposema tunataka kuinusuru Zanzibar, tunamwambia mtoto wa Ali hatutanii. Tunaposema tunataka kuinusuru Zanzibar, tunasema tunamaanisha. Tunaitaka Zanzibar yenye heshima na utu irudi kunako mikono salama hapa. Tunaitaka Zanzibar yenye haki na usawa kwa Wazanzibari wote. Tunaitaka Zanzibar ambayo tutakuwa hatuishi sisi, maana sie tunaishi kwa amani ya muda. Hivi sasa hapa sote kama kuku tulotiwa kuna kotenga, hatujui nani mara hii atakwenda na maji, ndivyo sivyo? Kwa hiyo tunaitaka Zanzibar yenye amani ya kudumu, sio kina mama kila siku tunadhalilishwa na kunajisiwa mbele ya watoto zetu na waume zetu kuuliwa tukalea mayatima, baadaye tukaundiwa kaya masikini. Tunaitaka Zanzibar vijana wetu wapate ajira zenye heshima. Tunaitaka Zanzibar Mzanzibari mwenyewe awe anaishi na anaona fahari kujitapa popote nchi yoyote kuwa yeye ni Mzanzibari, sio Mzanzibari mkaazi huku na ana kitambulisho chengine cha Mtanzania. Tunakubaliana? Tunaitaka Zanzibar itupate benda yetu Umoja wa Mataifa. Tunaitaka Zanzibar mtoto wa Ali yenye mamlaka kamili. Hicho ndo kilio chetu wa Zanzibari. Salamu za pili tunapeleka kwa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi, tumeziona figisu mlizozifanya mara hii katika uandikishaji. Tumeona jinsi
wachukua baadhi ya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa na wao wakawa miongoni mwa tume, ndivyo sivyo? Lakini tumeona jinsi mlivyopiga watu na kuwadhalilisha kwa kutumia vikosi na kulazimisha watu wawatukane viongozi wetu, na wakikataa mkawa mnawapiga mpaka wanataka kutoka roho, ndivyo sivyo? Sasa tunaiambia tume na tunamwambia bwana mkubwa Faina kwa Kiarabu na kwa Qur'ani, lakini kwa Kiswahili kwa hakika tunamwambia kwa hakika mara hii hatutovumilia ujinga wa aina yoyote. Tunamwambia kwa hakika mara hii wakitupa chai tutawarudishia kikombe. Tunafahamiana? Tupo tayari? Lakini tunamwambia kwa hakika mara hii akitaka asitake, mzee wa Mkuranga mtoto wa Ali hana manusura, lazima atarudi kwao. Mwaka wa kucheka umekwisha, tupo tayari, tumedhamiria na tunakwenda kuifanya hiyo kazi, kuinusuru Zanzibar. Mupo tayari? Mupo tayari kumtilia kura Mheshimiwa Othman Masoud Othman na kuzilinda kura zetu bila woga wowote? Asanteni na shukuruni sana. Asante DJ. Mpigieni makofi mengi sana mjumbe wa kamati kuu Mama Hadija. Mmemwelewa? Mmemfahamu? Sasa naleta tena mjumbe wa kamati kuu. Nimlete simlete? Na ni mbunge katika mkoa wa Chake Chake, jimbo la Chonga. Salim Shafi, njoo hapa uzungumze kwa dakika 3 kabisa. DJ mlete. Nipongezi za dhati baba, tunakupa wewe. ACT Wazalendo bado. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, waheshimiwa viongozi meza kuu, itifaki nimezingatia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natakiwa nisalimie kwa dakika 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu huu ni mwendelezo wa ziara yako kutukumbusha Wazanzibari kwamba tuna kazi kubwa mbele yetu ambayo kila Mzanzibari ana wajibu wa kushiriki katika kazi hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi hii si kazi nyingine, ni kazi moja tu ya kuhakikisha kila Mzanzibari anashiriki kuinusuru Zanzibar. Nataka niwaulize wanachake Chake na Wazanzibari, je, tuko tayari kuinusuru Zanzibar? Tupo tayari kuinusuru Zanzibar? Na tuna kila sababu tukisema tunataka kuinusuru Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi unaotuona hapa 99.9% hadi muda huu wengi wetu bado hatujajua kijio cha leo ni nini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi muda huu tupo hapa, wengine tuna wagonjwa mahospitalini, wengine tupo hapa ni wagonjwa, tumeshindwa kujihudumia sisi, tumeshindwa kuhudumia wagonjwa wetu walio hospitalini kwa sababu matibabu sio bure, matibabu ni kwa fedha. Na Wazanzibari hawa hawana kipato cha kulipia matibabu haya. Na ndiyo tukasema tuna kila sababu kushiriki kuinusuru Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tuliopo hapa asilimia kubwa
tuna watoto tunasomesha, na wengi wao vijana hapa ni wanafunzi. Saizi elimu bila ya fedha haiwezekani. Tuna imani na wewe, utakapokuwa rais 2025 tukijaliwa, haya yote yataondoka kwa uwezo wa Allah. Ndugu wananchi, nataka nikukumbusheni, zoezi la kuinusuru Zanzibar ni la Wazanzibari wote pasi na kujali itikadi za vyama vyao. Wewe CCM ndiye namba moja ambaye mpaka hivi sasa hapo ulipo unaponisikiliza una shida kubwa kuliko hata mimi ACT. Huu ndio kweli mwenyekiti. Tufike mahala tushirikiane, tuwe kitu kimoja Wazanzibari sote. Lengo letu ni kuikomboa Zanzibar, kuipa hadhi na heshima Zanzibar na Wazanzibari wake. ACT Wazalendo, asanteni sana. Makofi kwake mengi, mjumbe wa kamati kuu na ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano. Biongezeni makofi kabisa kabisa. Sasa nataka kumleta naibu katibu mkuu, ili naye 11 kasoro dakika 5 amlete makamu mwenyekiti hapa leo. Tupo? 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 Tuko tayari kumpokea? Ila leo mwenyekiti alipokuwa anazindua tawi jipya kule, alizungumzia chuki na fitna za kiuchaguzi zilizopita nyuma, ambayo huyu Kitwana anataka kuzileta tena. Omar Ramadhani Mapuri alipokuwa waziri wa elimu hapa, alikusanya shahada za wapigia, matokeo yake watu wakafukuzwa kazi, watu wakakosa haki zao, akapandikiza chuki katika nchi hii. Chuki Kitwana katika nchi hii. Oktoba 2025 mwisho wake zitakuwa chumbe, si ndani ya visiwa vya Unguja na Pemba.